Na wakati mwingine watu wenyewe ni masikini, alafu umetumika hata milioni 5, milioni 10, wakirudi nyumbani hata chakula cha kupika hakuna. Sasa hizi sio sahihi. Tahadhari, khudhu hidrakum. Mara nyingi Allah anasema chukueni tahadhari zenu, msifanye vitu biashara kama hizi bila kuwa makini katika hali mnayofanya biashara zenu. Wallahu a'lam. Wallahi, nikiwaangalieni katika hali zenu hizi, nawaona kama sio ninyi ni wale mtakuja baadaye, na ndio sisi huko. Mtafuata mila za wale waliokuwa kabla yenu kidogo kidogo, hata wakiingia katika mashimo ya kenge na nyinyi mtaingia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili tu, karibuni moja kwa moja katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uliza Ujibiwa ambacho kinakujia muda na wakati huu kuanzia ile 3 kamili mpaka 4 kamili usiku biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama kawaida kipindi chetu kinakuwa kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya kukusanya maswali na sehemu ya pili ni kwa ajili ya kupata majibu ya maswali yetu. Kwa hiyo moja kwa moja kwa wale ambao wanapata simu wanazo wanaweza kutupigia, na wale ambao wamezihifadhi baada hawajazihifadhi basi zipo katika runinga yao. Baada ya muda mchache tutawekewa hapo kwa ajili ya kuweza kunukuu na kuweza kutupigia. Kwa hiyo moja kwa moja tunawakaribisha katika kipindi chetu. Naitwa Abu Salman kutoka Mwanza. Naam Habib Musa, swali lako. Halo? Swali lako, swali. Swali langu nauliza hivi. Naam. Mfano kuna watoto wamezaliwa nje ya ndoa. Naam. Ambaye ni wa kiume mmoja mwingine wa kike. Naam. Na je, wanaweza wakarithiana na kuwezeshana, yani kaka akamwezesha baba yake? Lingine, naam, katika mtandao ya Tigo. Ndio. Tigo kuna kitu kinaitwa mgodi, yani unaambiwa weka hela. Ndio. Kiasi kadhaa, ila hela hiyo haitoki. Baadaye utapewa riba. Ndio. Baada ya muda kadhaa. Lakini pia kwenye mtandao mwingine una pesa ambayo unaletewa, unaambiwa umepokea gawio la kiasi kadhaa, lakini inakuwa hujapewa sharti. Ni namna ile muamala wako unavyofanya. Unapata hiyo gawio. Je, huo mgodi unafaa kuweka pesa ili baadaye upokee ziada? Okay, nimekupata maswali yako akhi Musa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Kama kawaida Ustaz Abdallah Suleiman wa Zanzibar. Okay, Ustaz Abdallah, lete habari za Zanzibar. Habari za Zanzibar, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Karibu uje utembee bwana Zanzibar. Inshallah yuko siku nitakuja inshallah. Bwana na uroji bwana. Asante sana. Naam. Uroji bwana. Shukran, jazakallahu khair. Naam, tuambie leo kukumbusha nini? Haya, mimi maswali yangu leo mawili. Inshallah. Sababu nilikuuliza swali moja hujanijibu, lakini nitakukumbusha kidogo tu. Lakini Okay. Siliingizi kwenye swali langu hilo. Nilikuuliza, je, kipofu na yani kipofu, yani ndio bubu. Bubu yani anaacha vipi? Anaacha kwa kuandika ama anaacha kwa kauli ya ishara? Juzi nilikuuliza hujanijibu hili. Okay. Lakini leo maswali yangu yako katika kipengele hiki. Naam. Swali langu la kwanza linasema kwamba kuna mtu alizaa mtoto wake, yani alizaa yule mtoto wake katika hizi, tuseme kwa mfano ndoa za kukamatiwa, lakini sasa alikamatiwa na mtoto, yani alikamatiwa na mwanamke, yani mwanamume alikamatiwa na mwanamke. Lakini bahati mbaya au nzuri, yule mwanamume alikuwa, yule mwanamke aliyokamatiwa naye hajamtia mimba. Wakaanza kuishi katika maisha yao ya ndoa. Ndio. Lakini maisha yao ya ndoa yale, baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia kupata kizazi. Baada ya kuwajalia kupata kizazi, yule mwanamume akamshuku huyu mwanamke kwamba itakuwa, kwa sababu ndo katika ndoa za kukamatiwa, pengine akamshuku kwamba ni muhuni.
lakini baada ya hapo yule mwanamke akazaa. Baada ya kuzaa yule baba mtu sasa baada ya kushaozeshwa wakazaa wakapata mtoto. Huyu baba mtu sasa akamkanya huyu mwanawe, yani kumkanya mwanawe, akasema bana, mimi huyu si mwanangu, na zikapita mpaka sheria, wakaenda wakapiga mpaka mahakamani, wakalishana viapo. Sasa je, bahati mbaya nzuri, yule mtoto Mwenyezi Mungu akaja akamjalia akawa mazingira yake anaishi ya kawaida tu, mazingira yake ni mazuri tu, mazingira yake ni ya kawaida. Lakini je, wakati yule baba mtu kamkanya yule mtoto, na wakati huko ndo alikuwa ashaozeshwa, je, yule mtoto sasa atamrithi yule baba ndipo atakapokufa, atazirithi zile mali? Wakati mama mtu anakiri kama yule ni mwanawe, lakini baba mtu ndo kashapa kashakula kiapo kwamba si mwanawe. Swali langu la kwanza, umeshanifahamu hapo eh? Nimeshakufahamu. Naam. Haya, swali langu la pili linasema hivi. Naam. Sisi katika familia yetu tumezaliwa, lakini bahati mbaya nzuri baba yetu aliwahi kuzaa mtoto nje ya ndoa. Ndiyo. Lakini sasa yule baba yetu sisi, baada ya kuja kuzaa nje ya ndoa, ikaja ikabidi akazichukua zile mali, akazichukua mali zake yeye zile. Baadaye moja kwa moja akafanya kama kumgaia yule aliyemzaa nje ya ndoa. Lakini pia vile vile baada ya kumgaia zile mali, tayari moja kwa moja amemgaia yeye tu, lakini sisi hakutugaia msingi wowote, yani hajatupa msingi wowote, yani kamgaia yeye yule kule, yani kamthamini yule kule wa nje ya ndoa, lakini katuacha sisi, hajatuthamini, yani katuacha sisi tunakuwa hatuna mali wala hakuna pa kufanya. Yani je, inafaa katika swala hili kumthamini yule mtoto wa nje ya ndoa, kutuacha sisi tuliokuwa yani kutuacha sisi watoto wake ambao walikuwa ameoa mke wa halali? Okay, nimekupata maswali yako Ustaz Abdallah, fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Haya, asante, shukran. Naam, shukran sana. Naam, huyo ni Al-Akh Abdallah wa Zanzibar. Na swali lake hilo, swali lake la kiporo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Naongea na Ramla Hamisi kutoka Msoma. Musoma? Ndio. Naam, ukhti Ramla, swali lako? Swali lako? Hii swali langu nauliza. Naam. Halo? Nakusikia, endelea. Nauliza kwamba mimi ni mfanyabiashara. Ndio. Katika biashara zangu endelea, nakusikia. Nimetumia pesa yangu halali, lakini mtu mwingine akaniletea biashara ile nikanunua kwa pesa yangu halali. Lakini sasa huyu aliyeniuzia hii mali akawa ameiba ile mali. Mimi nimenunua nikaweka dukani kwangu, lakini baadaye yule aliyoiba yule akakamatwa. Alivyokamatwa akamleta pale akaniletea mimi nilenunua. Ndio. Ile mali wakaichukua bila mimi kunirudishia pesa yangu. Hapa nichukue jukumu gani? Na kuswali swala ya sunna, je, malipo yake yanakuwa sawa ngapi kwa kila swala? Malipo ya swala za sunna? Okay. Inshallah fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Naam. Huyo ni Akhi Maulid wa kule Kisarawe. Naam, bado tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha uliza ujibiwa. Hello. Abu Musa. Uko wapi? Niko Tanga. Naam, swali lako Abu Musa. Yule niliuliza swali kwa shekhe, lakini naona katika majibu kidogo sielewa. Nilikuwa nasemaje? Sasa nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Katika harusi zetu hizi za Kiislamu hizi, naam, mchanganyikeni kwenye kumzawadia
bi harusi na bwana harusi, Ndio. utaratibu ufanyike vipi? Maana kuna mchanganyikeni, unakuta yani wanawake wanaume, kuna mapicha mle, kuna muziki. Ndio. Sasa nilitaka nijue utaratibu gani utumike katika Uislamu katika hilo. Naongea na Sheikh Twalibu nikiwa Lindi. Idi. Sheikh Idi? Hello. Oh. Umesema unaitwa Idi? Nikiwa Lindi. Lindi. Naam, swali lako akhi Idi. Swali langu nauliza kwamba Naam. Kwa mfano mazingira niliyopo huku kuna changamoto ya msikiti. Naam. Kwa hiyo taratibu wangu kwenye kuswali na swalia nyumbani. Ndio. Sasa nikitaka nijue kwamba je, kwenye taratibu za kwenye kuswali ninatakiwa niwe na adhini, na kwenye kusoma zile, kwenye kudhihirisha zile sauti kwenye raka mbili za mwanzoni, kwenye zile raka mbili za magharibi, isha pamoja na alfajiri, je, natakiwa nidhihirishe? Okay, nimekupata swali lako akhi Idi. Fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Inshallah. Shukran sana ya akhi Idi ambayo umetufungia sehemu yetu ya kwanza kipindi chetu. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea biidhnillah tupate majibu ya maswali yetu baada ya hapo. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatami rasulillah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ala ali wa ashabi wa matabao bi ihsani ila yaumidin wa ba'd. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili tu, karibuni moja kwa moja katika sehemu yetu ya pili ya kipindi chetu cha Uliza Ujibiwe, ambapo ni sehemu ya kupata majibu ya maswali yetu ambayo tumetoka kuyakusanya muda mchache tu uliopita. Naam, ndugu yetu Musa wa Mwanza anasema watoto wa nje ya ndoa ikiwa ni mwanamume na mwanamke, je, wanaweza kurithiana? Naam, wanaweza. Wale ni ndugu kwa sababu wao ni mama yao. Yule mama ni mama yao. Kwa hiyo wale ni watoto ni ndugu kwa mama, ni wa mama. Kwa hiyo wale wakiwa wakubwa, wakishaolewa, wana biashara zao, wana kazi zao, mmoja akafariki, wanarithiana. Wallahu aalam, hakuna shaka katika hilo. Hata mama yao anaweza kawarithi kwa sababu anahesabia wale mtoto wa zina ni wa mama. Kwa hiyo mama anaweza kawarithi na wao kamrithi mama yao, na wao kwa wao, kwa sababu wamezaliwa pamoja, huko wanarithiana. Yule baba tu ndio anapewa jiwe, anaondoka nalo kwa sababu hana chochote katika ile familia. Wallahu aalam. Swali lake la pili, akhi Musa wa Mwanza alikuwa anasema kuna mitandao ya kijamii ambayo unaambiwa weka pesa alafu huwezi kuitoa, alafu mwisho wa siku wanakuwekea riba. Riba ni riba tu. Yaani hakuna ujanja wowote, kwa sababu amekataza Allah subhanahu wa ta'ala kula riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba, Allah anaichukia riba kabisa, wa yurbi sadaqat, na anaikuza sadaka zaka. Hizi sadaka tunazotoa, Allah ukitoa sadaka anaiongeza Allah maradufu, lakini riba inakupromosha, inakuangusha, wala hakuna faida yote. Wala usishiriki katika hali kama hizo, mitandao kama hiyo, jambo kama hilo usishiriki biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah atakupa wepesi wa maisha na utapata maisha yaliyokuwa ya kheri kwa wale utakapoacha jambo ambalo amelikataza Allah tabaraka wa taala. Wallahu aalam. Ndugu yetu Abdallah wa Zanzibar aliuliza, anasema kipindi kilichopita, swali la kwamba je, bubu anaacha vipi? Akitaka kumwacha mkewe anaacha vipi? Naam, katika kauli za wanachuoni wote wamesema ya kwamba ataacha kwa ishara, inatosheleza. Ila madhhabu ya Abu Hanifa rahimahullah, wao wanasema ya kwamba lazima, kama anajua kuandika, aandike vile vile. Anaweza kutoa ishara na kuandika. Na haitoshelezi, wanasema haitoshelezi tu kutoa ishara kama anajua kuandika. Labda kama hajui kuandika, basi atatoa ishara. Kwa hiyo ni vitu viwili, na hasa muhimu ni kuandika. Kwa hiyo ni vizuri atoe ishara na kuandika kabisa. Kama anaweza kuandika aandike, kama hawezi basi ishara inatosheleza, kwamba na wanajua, wana lugha zao zile. Nafikiri alhamdulillah wanajitahidi, kama wengine wameenda kusoma, wana ishara zao, kama mimi basi tena sitaki nimemwacha mke wangu,
wanajua kabisa na inaweza kufahamika na wanakuwa wanazungumza, kwa sababu mara nyingi Allah tujalie kheri na familia zetu na watoto zetu, lakini mara nyingi akizaliwa mtoto katika hali kama hiyo katika nyumba, basi hata mzazi wake unakuta wanajua, ndugu zake wanajua kuweza kuzungumza naye na yeye anafahamika, wallahu a'lam. Ndugu yetu vile vile alikuwa anauliza Abdallah kwamba mtu alizaa na mtoto nje, mwanamume akamchukia, yani mtoto akamchukia yule mtoto nje, ndo na nia kumkana, lakini baadaye yule mtoto akawa na mali. Je, yule baba anaweza kuja kumrithi pamoja na kwamba alimkana na kumkataa yule mtoto? Hawezi, hata kama angemkubali, yani amkubali amkatae, huyo sio mtoto wake. Kwa hiyo hata kama ana mali, akija akifariki yule mtoto hawezi kumrithi yule baba, wala baba hawezi kumrithi huyu mtoto, wala huyu baba hawezi kumrithi yule mama, kwa sababu hakumuoa wakati anamzaa huyu mtoto nje ya ndoa. Ni jambo la hatari sana, na wala watu wasifanye mchezo. Na maana watu wanachukulia kama jambo jepesi, lakini tunawatia hawa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa katika mawazo na majuto, yani wanajisikia uchungu. Mimi kwa nini nimezaliwa nje ya ndoa? Maana mimi naitwa mtoto wa zina. Jamani, haya ni mambo sio mazuri. Kwa hiyo tujihadhari, na kwa hiyo hawarithiani katika hali yoyote. Amkataye amkubali, hawezi kumrithi, wallahu a'lam. Anasema na sisi baba yetu katika watoto wake kuna mtoto mmoja wa ndoa, nje ya ndoa. Sasa baba alitokea akamgaia mali yule mtoto wa nje ya ndoa, lakini sisi hakutupa mali kabisa. Hii na sikuwahi kumuuliza, je, ameshafariki au bado? Kama alishafariki alifanya dhulma. Alifanya dhulma kwa kweli, na cha muhimu ni kumwombea dua tu, Allah amsamehe huko aliko na amjalie kila la kheri, ampunguzia adhabu za kaburini. Kilichobaki ni hicho, kama hakuweza kuwajali nini, kwa sababu huyu ni baba na ni mzazi. Tusimtenge, tusimuonee vibaya, kwa sababu ni binadamu na haya maisha ya duniani ni fitna. Hata kama hizo mali hazina faida yoyote katika uhai wetu huu, yani watu wasipigane, wasidhulumiane, wasinyimane haki kama hivi kwa vitu vya kidunia. La, yani mtu kuwa polite kabisa, yani kuwa na amani kabisa. Watu wanapofikia njia kutaka kukudhulumu au wanakudhulumu, chukua tafuta haki yako, pambania. Lakini ukiona hapa kuna hatari ya watu kuja kufarikiana, kuhasama, bora mtu kajivua kabisa. Anza kama una uwezo wako, tafuta maisha yako, endeleza maisha yako, alhamdulillah. Lakini hii si kuingia katika wasiwasi, lakini ni dhulma. Kama baba anaweza kumgaia mali mtoto wa nje ya ndoa alafu watoto wake wa ndani ya ndoa na wanyima, yani ni dhulma ya wazi kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo amelifanya na makosa. Kama ameshatangulia mbele ya haki, basi muombeeni tu dua, na kama bado yuko hai mnasihini, ongane naye, hata mtafutieni na shekhe huko Zanzibar, najua mashekhe wapo alhamdulillah, muiteni aweze kufanya arejeshe, kwa huyo mtoto hana haki. Yani hapa kilichofanyika ni kama ninyi mngepata haki zenu, alafu huyu ambaye ni mtoto wa nje ya ndoa, ndio wanasema baadhi ya wanachuoni anaweza akahusiwa. Hata mtoto ambaye si wa nje ya ndoa, ina maana yake ni kijana, pengine baba alikuwa anamlea tu hapa nyumbani, mwisho wa siku sisi amefariki, au kabla hajafariki baba la pengine akahusia kwamba jamani, naomba huyu mwanangu mumgaie chochote. Sheria inasema anaweza akapewa thuluthul mali, 1/3 ya mali. Na itategemea na mali yenyewe kwa kiasi gani, na thuluthu kathir. Baadhi ya kauli ya Mtume akasema na thuluthi yenyewe ni nyingi, kwa hiyo inaweza ikapunguzwa ikawa chini ya 1/3. Kwa hiyo kinachotakikana ni hicho, lakini si yeye anapewa yeye alafu eti watoto wa ndani ya ndoa wananyimwa. La, hii ni dhulma, na kama bado yuko hai basi mnasihini arejee haki hiyo na aitiwe mashekhe ambao watamnasihi, na kama ameshafariki basi msameheni, nyie endeleeni na maisha yenu kama mna uwezo wenu. Kama haumpo basi mnaweza mkamuita huyo mkajadiliana naye akawa amerejesha baadhi ya mali. Kama ikushindikana msigombane, yani haya mambo ya kidunia chani nayo, endeleeni na maisha yenu na Allah subhanahu wa ta'ala atawakunjulia maisha yenye kheri biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Ndugu yetu Ukhti Ramla wa Musoma, yeye anasema mimi ni mfanya biashara, nimetumia pesa zangu za halali kununua biashara, lakini kumbe mali nilionunua ni mali ya uwizi. Nikaletewa watu wakamkamata yule mwizi, wakaja wakachukua mali yangu ambayo mimi nimeinunua katika njia halali. Sasa hii vipi hii? Naam, hili ni swali muhimu, kwa sababu kuna mali tunalizotewa. Kuna vitu kama vile simu, unaweza kaletewa friji, unaweza kaletewa nini na watu tu mitaani, na maisha hii simu nzuri, sijui Infinix, sijui nini Samsung, nini modeli ya kisasa, nauza simu kama wewe ni mtaalamu unakuja kujua kwa pengine simu inauzwa milioni 1 au 900,000 au ngapi, wewe unaambiwa kwa 100,000 au 200,000. Jihadhari sana. Chukua tahadhari. Ya mambo yanayo kukuletea simu mkononi na mtu humjui alafu kanunua, ndio haya anaweza kukukuta.
Kwa hiyo tujihadhari, na kuna wezi wa namna hiyo. Alafu mwisho wa siku anakamatwa, mwisho wa siku analetwa kwako, unanyang'anywa wewe simu na pesa imeshaondoka. Kwa hiyo unakuwa umedhulumika. Kwa hiyo hapa ni kwamba wewe kama unamjua huyu mtu ambaye amekuuzia hii mali na yeye mwisho wa siku amekamatwa kumbe ni mwizi, tafuta haki yako katika hizi njia ambazo zilizoko hivi sasa. Maana yake utakwenda polisi, utaonyesha pengine ushahidi wako, na yeye ataitwa, atakamatwa, pengine tena arudishe pesa zako ambazo alikuchukulia katika kukuuzia hizo bidhaa. Lakini sasa kama haiwezekani na wewe imeshachukuliwa na yeye pengine mali imesharejeshwa kwa mwenyewe na yeye pengine kakamatwa yuko ndani saizi, yani amekutia katika dhiki. Kwa hiyo muhimu ni kwamba unaweza kudai katika madai hayo, kama itapatikana fabia wa neema, imekosekana tawakkal Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukunjulie katika njia nyingine, na inshallah Allah tabaraka wa taala atakupatia mali nyingine uweze kuendeleza maisha yako biidhnillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Lakini tahadhari, khudhu hidrakum. Mara nyingi Allah anasema chukueni tahadhari zenu, msifanye vitu biashara kama hizi bila kuwa makini katika hali mnavyofanya biashara zenu. Wallahu a'lam. Ndugu yetu Maulid wa Kisarawe anasema nini malipo ya swala hizi za sunna, mfano qablia, baadia na nini? Hizi zinajumuishwa katika swala zile, ni malipo ambayo yanachanganywa na zile swala za faradhi. Daraja 27 au kama ni daraja moja ukiswalia nyumbani bila ya dharura, basi unapata daraja 27, na zile sunna zinajazia, kwa sababu sunna hizi zote maana yake ni takmila ile faradhi. Kama ni swala zile sunna qablia, baadia, kama ile swala ya faradhi uliswali na mawazo mengi, mara nyingine mpaka unasahau umesoma kitu gani, lakini umekwenda alhamdulillah mpaka umetoa salamu, lakini swala ilikuwa imejaa mawazo na vitu vya namna hii, ukiswali sunna qablia na baadia, hizi zinafanywa ni takmila, zinajazia pale, zinajazia pale biidhnillah tabaraka wa taala. Na manja bil hasanati falahu 10 amthaliha, kama anavyosema Allah subhanahu wa taala, atakayekuja na jambo jema moja tunamlipa kwa 10. Yani haya ni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatahadharisha miaka mingi iliyopita. Akasema la tattabi'ana sunana man kana qablakum muhadhwati alqudha bilqudha hatta law dakhalu fi juhri dhabbi la dakhaltumuh qalu alyahuda wan nasara qala faman. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa mkali, akasema la tattabi'ana sunana man kana qablakum muhadhwati alqudha bilqudha, wallahi nikiwaangalieni katika hali zenu hizi nawaona kama sio ninyi ni wale mtakuja baadaye, na ndio sisi huko, mtafuata mila za wale waliokuwa kabla yenu kidogo kidogo, hata wakiingia katika mashimo ya kenge na nyinyi mtaingia. Kinaya lugha ya Mtume Muhammad, yani shimo la kenge mtu kuingia ni ngumu sana. Kwa hiyo anasema, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hao tunawafuata, kama wataingia katika shimo la kenge, na sisi kwa kutafakari na kujiuliza dini yetu inasemaje katika hukumu ya vitu kama hivi, na sisi tutawafuata, tutaingia humo. Unaona, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao unawakusudia sisi tutawafuata waliokuwa kabla yetu ni Mayahudi na Manaswara, Wayahudi na Wakristo? Mtume akasema faman, kumbe ni nani? Kama hamtokuwa mnatulia mnaangalia siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad alifanya nini, ni kufunga, nyinyi mnamwangalia Wakristo kwamba anasherehekea Christmas. Na ndio wapo wanaosema hivyo, eti ikiwa Wakristo wanasherehekea Yesu kuzaliwa kwake wanafanya Christmas, mimbabi aula kwa Muhammad na sisi tukamfanyia sherehe zake. Hapa tumeingia katika shimo la kenge, tumejilazimisha tusifanane na wao. Sisi tuna ibada zetu na sisi na wao na ibada zao. Kwa hiyo hii harusi vile vile tumewaiga katika mambo mengi sana, kuvalishana mashela, kutengeneza makadi, kwenda kwenye makumbi. Sasa hii sio mila yetu ya Kiislamu, huu sio utaratibu hata kidogo, na unaweza ukabatilisha na fadhila ile ibada yenyewe, na mwisho wa siku ikaingia mitihani na dharuba, na wakati mwingine mpaka ndoa zenyewe zikafeli, kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wajihadhari wale wanakwenda kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, asije akawapata fitna kama hiyo. Sasa mwisho siku ndoa zinachali miguu juu, hakuna tena maisha ya ndoa yanaendelea, kwa sababu mlifuata taratibu zilizokuwa za Kiislamu. Kwa hiyo inatakikana sisi tuoane katika taratibu za Kiislamu. Ndoa imefungwa msikitini, mwanamume anatoka anaenda kumchukua mke wake na muombea dua, tunamaliza pale, tunakwenda nyumbani. Hata kama kuna ukumbi, jamani, basi ni wanaume peke yao, wanawake peke yao, hakuna mambo ya mapicha, hakuna mambo ya muziki. Watu wanatengeneza kabisa, wanaanza mpaka na MC anawekwa pale, sasa wanalishana keki bibi na bwana harusi. Hakuna mchanganyiko huo. Bwana harusi asiende katika ukumbi wa wanawake, wala bibi harusi asilete katika ukumbi wa wanaume. Haya mambo ni haramu, ndugu zangu, kwa sababu matokeo yake watu wanakuja kuonana, yani picha zinachukuliwa, watu wanamjua mke wake yukoje, mumewe yukoje, mwanamke anamtafuta huyu mwanamume na mwanamume wanamtafuta mke wa huyu bwana. Yale ni vurugu linatokea, matokeo yake ndoa hizi hazidumu, matokeo yake ni fitna, kwa sababu tumekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujihadhari, tufuate manhaji ya kitabu chetu. Ndoa nzuri mashallah imefanyika msikitini, wanawake wana sehemu yao, basi ndio watu wachukuani na waende majumbani mwao waanze maisha yao mengine. Lakini watu wanafanya wakati mwingine sherehe hizi unakuta inachukua mpaka wiki nzima sherehe tu, watu wanakwenda makumbi haya ama ukumbi haya.
ya nini yote hasara hiyo? Na wakati mwingine watu wenyewe ni masikini, alafu umetumika hata milioni 5 milioni 10, wakirudi nyumbani hata chakula cha kupika hakuna. Sasa hizi sio sahihi. Ndugu yetu, swali letu la mwisho kutoka kwa Sheikh Idi Walindi. Anasema mimi na changamoto ya msikiti hapa nilipo uko mbali au sijui ni hakuna. Kwa hiyo matokeo yake inabidi mimi niswalie tu nyumbani. Sasa je, ni adhini, ni qimu, alafu katika swala za zile za sauti nitoe sauti kama alfajiri au nifanyeje? Naam. Unaweza kuadhini. Kwa sababu ni mwanamume, unaweza kuadhini hata kwa sauti. Mashaallah. Ni jambo la khair kwa sababu wanakusikia viumbe wengine wote. Na kama kuna Muislamu mwingine jirani, tafuta pengine mkaswali pamoja, fabia wa neema. Kama hakuna basi unaadhini. Ukiadhini si lazima sana sauti kubwa kama hakuna watu wengi, lakini unaweza kuadhini sauti ya kawaida, alafu utakimu swala kama ni swala ya alfajiri. Naam, ni sunna kabisa. Kuna baadhi hata nafikiri hata baadhi hasa kina mama wengi wakiswalia majumbani mwao, swala ya alfajiri wanasoma tu kimya kimya. Na wengine kibaya zaidi anafunga mtu mdomo kabisa hata kwenye rukuu na kwenye sijida. Haya ni makosa, swala ni batil, kwa sababu inatakikana sauti yako mdomo ucheze, angalau ucheze tu, lakini hata kama usipotoa sauti, lakini ni sunna na ndio vizuri, kwa sababu sunna sio maana yake jambo. Kuna watu wengine wanafikiri kama ni sunna basi unaweza kufanya au usifanye. Hii ni kauli kweli ya wanachuoni kwamba sunna ni jambo ambalo ukifanya unapata thawabu na ukiacha upate dhambi. Hii ni jitihadi ya wanachuoni wa fiqh, wamejaribu kutofautisha tu baina ya jambo la faradhi na jambo la sunna. Lakini ukirudi katika watu wa hadithi, watu wa manhaji ya kitabu na sunna, salaful umma, salafu salih, wanasema kwamba Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, jilazimisheni sunna zangu, wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu mimi, adhu alayhi bin nawajid, zikamateni sunna zangu kwa magego. Utasemaje si sunna tu kwa hiyo niache? La. Kwa hiyo kama ni sauti utasoma kwa sauti, kama ni alfajiri kwa sababu ni mwanamume, na kama vile ni katika swala ya magharibi na isha raka mbili za mwanzo zile utasoma kwa sauti hali kadhalika biidhnillah tabaraka wa taala, na sala yako itakuwa ni yenye kukubalika. Kwa hiyo utaadhini kama kawaida, utakim na utasoma kwa sauti, na inshallah Allah atakuwa ni mwenye kutakabalia sala yako na daraja zote utapata, kwa sababu wewe unaswali kwa sababu ya dharura, utapata 27. Lakini inshallah ukipatikana msikiti nafanya juhudi, basi ni vizuri utakwenda msikitini. Wallahu aalam. Naambiwa muda wangu nao umekwisha, na nashukuru alhamdulillah tumemaliza maswali yetu kwa siku yetu ya leo. Nawashukuru sana wale wote ambao wameuliza maswali. Niwatakie usiku mwema mpaka tutakapokutana tena katika kipindi kinachokuja. Ni mimi ndugu yenu Salim Shams nikisema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasi wako